Mimi naitwa John Kabakama, mwenyekiti wa kitongoji Buganda A. Nimeathirika sana kwa miundombinu ya umeme kwa kuiba. Ngoja tutajikaza kwenye ulinzi mimi na wananchi wangu. Tumeshaathirika tangu jana kitongoji Buganda B hawana umeme. Hawezi kupika, hawezi kunywa chai. Ila nimesitikika sana kuona hapa yani kwetu hapa kwenye maeneo yetu tunaibiwa, tunafanywa janga kama hili. Majambazi wanakuja usiku, wanachukua vyombo vyetu, wanatuzimia umeme, watu tunapata matatizo ndani, wazazi wetu hawanywi kwa ajili ya wezi. Okay, kwa majina naitwa Saddam Sarai Kaijage, afisa uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO wilaya Muleba. Siku ya leo tulikuwa na zoezi la kutembelea maeneo ambayo kumefanyika wizi wa kopa waya. Kuna wizi unaendelea ndani ya wilaya, zaidi ya transformer 18 zimeibiwa na wezi watu ambao bado hatujawafahamu. Kwa hiyo tumefika maeneo husika kwa kushirikiana na wenyeviti wa vijiji pamoja na watendaji kata pamoja na madiwani kwa ajili ya kupeana elimu kuhusiana na ulinzi wa miundombinu pamoja na ushiriki wao kwenye kulinda hiyo miundombinu. Tukawa na wizi ambao unaendelea kwenye kata hizi mbili, kata ya Kamachumu, Nshamba pamoja na Izigo. Sasa tumewafahamisha wananchi, tumewapatia elimu na wameelewa na pia wameahidi kutoa ushirikiano kwenye kulinda hii miundombinu, kwa sababu miundombinu, ulinzi wa miundombinu umeme ni wajibu wao wananchi, kwa sababu huduma ile wao ndio wanaonufaika nayo. Kuna baadhi ya wateja kwenye maeneo mbalimbali wako giza, leo hii ni zaidi ya wiki, wengine wiki mbili wako giza kwa sababu ya wizi wa hizi kopa waya kwenye transformer zetu. Kwa hiyo tunatoa rai kwa pia tunakemea hivi vitendo ambavyo vinaendelea, na pia tunaomba wananchi waendelee kuwa walinzi wa miundombinu hii, kwani wizi unapotokea kwenye transformer watu ambao wanaathirika moja kwa moja ni wananchi wenyewe kwa kukosa huduma ya umeme na biashara baadhi kusimama. Kwa mfano watu wanaochomelea, shughuli za kiuchumi zote zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo tuwaombe waendelee kuwa walinzi wa miundombinu, na sisi tuendelee kutoa ushirikiano, na kama TANESCO pia tumeahidi kutoa zawadi kwa mwananchi ambaye atambaini mwizi au atatupa ushirikiano kwa mtu ambaye anamfahamu anayefanya hivi vitendo. Tumeahidi tutatoa Raki2 taslim. Kazi yake ni kutupatia tu ushirikiano na kutueleza nani watu wanaofanya hivi vitendo. Kwamba huu umeme ni wa TANESCO. Sawa wa TANESCO. Muda huu umeme umekatika, nani anaathirika? Sisi. TANESCO uko salama, hawana shida. Unaona? Miundombinu ya maji inaharibika, tunasema maji ni ya TARURA. Sijui RUWASA na maanisha. Haya, RUWASA wanapata shida gani? Na waingiza tu kwenye gharama ya kuleta vifaa mara mbili, lakini tubakie na ile zana ya uzalendo. Kila mtu aone kama hiki kitu ni cha kwake. Kitu cha kwako ambacho umegharamikia, unakilipia, utakiharibu kweli? Barabara ni za kwetu. Miundombinu ya umeme na maji ni ya kwetu. Sasa kwa nini tunakuwa tunaharibu kwa kiasi hicho? Kwa hiyo mwenyekiti wa kitongoji, ni kuombe ushirikiano sasa kuanzia kwenye ngazi ya kitongoji. Tuachane na yale mambo ya vitandugao kwamba huyu ni mtoto wa fulani sitomtaja, huyu ni jamaa yangu sitomtaja. Leo anafanya hivyo, anaiba, anaondoka. Kesho atagusa hii miundombinu, atapigwa shoti, atakufa. Sasa bora nini? Bora mtaje mapema ili sheria ichukue taratibu zake, au tumpoteze. Kwa ni waombe jamani, wanabulamula. Hii ni aibu. Hata mimi mtendaji wa kata sijisikii vizuri. Yaani kata yangu eti transformer karibia 12 zimeibiwa. Sijisikii vizuri kusema hivyo. Kwa naomba tuendelee kuelimishana, jamii yetu ni ngumu, pengine mtu anachukua haelewi. Tuwashumu tu labda hana uelewa. Basi tuendelee kuambiana. Sisi tunaoelewa tuwaambie wale wengine ili na wenyewe waendelee kuelewa. Natumaini tumeelewana jamani. Kwa hiyo nategemea tunafanya kazi na tutampata. Kwa sababu maeneo kama haya ambapo miundombinu ipo, sio kichakani, ni maeneo ambapo watu tunapita. Kwa hiyo mtu mpaka anachimba kote huku kweli jamani. Hata kama unasema ni wa TANESCO, toa taarifa ili tujue kwamba kweli ni wa TANESCO. Sasa tutajuaje? Kwa sababu TANESCO tunamjua, atakuja mtu mwingine labda hatumjui, wewe toa taarifa. Na tumeshakubaliana hata na wao wenyewe. Anapokuja kiongozi afike kwenye uongozi atoe taarifa. Mwenyekiti wa kitongoji, nimefika na kazi yangu nataka nifanye. Kazi yake ni kujenga, sio kuharibu. Kwa hiyo atakuja kuharibu, tutajua kwamba huyu sio wa kwetu, ndio maana anaharibu, na tutamkamata kivyo vyote.